bid'a kulluha, bid'a yote tarji'u ila al-jahli bimaqasid al-Qur'an, inarudi katika mtu kutofahamu. Jahl maana yake ni kutokufahamu. Mtu asije akaitwa jahil akaisi antukano. Jahl maana yake ni mtu ambaye kwamba hajui. Bid'a kulluha yarji' ila adami fahmi kitabi Allah tabaraka wa taala. Bid'a na uzushi yote inarudi kwa mtu kutokufahamu kitabu ya Allah. Wa illa mtu atapoelewa maana ya aya Allah jalla jalaluhu, wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fata, huyo ataenda kuleta mambo ya inhiraf na mambo ya bid'a katika dini. La, falidhalika jahal katika tafsir ni msingi mbaya ambao unampelekea mtu kuharibikiwa. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sema aktharu dhalali ahli al-ahwa min su'i al-fahmi lin-nusus, upotevu mwingi wa watu wa ahwa, wale watu wanaofuata matamanio desires, watu wengi sababu yao inarudi katika ufahamu wao mbaya ambao wanaifahamu Qur'an. Sasa faman qaraa al-Qur'an, yoyote ambaye kwamba ataisoma hii Qur'an bila tafsir, bila ya kujua tafsiri yake, ataangukia katika haya mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, imma an yaqa fi al-ghulu, utamwona huyo mtu ataingia katika ghulu, atakuwa yachupa mipaka. Ima ghulu yake katika hududillahi tabaraka wa taala, atachupa mipaka, ataweka kitu pahali ambapo kwamba si husika, atafanya ghulu. Au jambo la pili, sayaqa fi tafrit, atashuka chini, tafrit katika kupunja zaidi. Huyu mwanzo alikuwa mpita, huyu tafrit yashuka sababu hajui. Atajiwa na jambo ambalo kwamba lau fahima maana, lau angefahamu maana yake angeamiliana nalo kama linavyotakikana, lakini liannahu ma fahima maana, akachupa mipaka fi fahmi wa fil itiyani ilayhi, ama kwa kutolielewa hili jambo akaacha kulifanya kabisa, akawa ameharibu. Na jambo la tatu, au yuharrifa an-nass an muradillah, ama akabadilisha makusudio ya dalili katika kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na haya yote ni mabaya. فلذلك لا بد للمسلم أن يجتهد في فهم التفسير.